Ni mwendo wamemaliza pema kabisa Tunisia kama ambavyo ilikuwa imetarajiwa, lakini kwa Uholanzi ilikuwa ni vigumu kuamini kwamba wanaweza kuruhusu hata goli moja katika mchezo wao dhidi ya Tunisia. Lakini huo ndio mpira, hilo ndio kombe la dunia, na hayo ndio matukio ambayo jitokeza. Bwana Justin Kluivert kaingia katika dakika zake ngapi? 20. Dakika 20. Si ndio hizo anazocheza hata kule Uingereza? Kwa hiyo kumbe kocha yuko vizuri. Kwa kocha yuko sawa tu. Amepiga mashuti mangapi? Alitengeneza tu nafasi moja ambayo nayo ilikuwa ni kama nusu nafasi. Ni ushindani hapa, ubishani kati yangu mimi na Ahmed Mlengo kuhusiana na mchezaji Justin Kluivert. Nimempa nondo anazikataa. Anambia bwana bifu imeanza kwa baba yake. Au tuulize pia watazamaji kwenye kikosi cha Uholanzi ambako kwenye maeneo ya pembeni anacheza Kodgakpo, anacheza Samaville na Malen. Nafasi ya Kluivert inaonekana wapi hapa? Basi waulize, atatupa jibu asubuhi, ingia kwenye mtandao waulize. Kwa tutarudi tena waulize pale. Kwenye kikosi cha Uholanzi ambacho kwenye michezo hii iliyopita wameanza Kodgakpo, ameanza Samaville pamoja na Malen. Patrick Nyembele anasema yeye anadhani kuna nafasi ya Justin Kluivert kwenye kikosi cha kwanza. Wewe ambaye unatazama unafikiri kama alivyosema Patoama inavyoelezwa kwamba kulitokea mvutano baina ya Ronald Koeman wakati akiwa kocha na Patrick Kluivert wakati akicheza kwenye kikosi cha PSV. Kuna mechi ambayo hakupangwa Patrick Kluivert ndio. Na baada ya pale alivyokwenda kuhojiwa na waandishi wa habari, yeye anaonaje yeye kukaa bench? Akasema kocha wao Ronald Koeman hajui mpira. Ana namna ambavyo anaendesha mambo yake, angekuwa anajua asingemwacha yeye bench. Ilileta shida wakati ule club kocha Ronald Koeman alisema anadhani ingekuwa ni busara kama Kluivert angemwambia private kwamba kocha, bwana nafikiri mimi nastahili kuanza. Kitu ambacho sidhani kama pia ingekuwa sawa. Na klabu ya PSV walikwenda mbali wakampiga fine Kluivert kwa sababu kama mchezaji hakutakiwa kuingilia mamlaka ya kocha na kusema hajui kwa sababu hajampanga. Lakini mechi iliyofuata akatupia baada ya kurutupia. Kutokucheza mechi moja na kufunga nyingine haimaanishi kocha hakuwa anajua, labda mpango wa kumaccommodate. Sasa hapa unataka kunikatalia kile kiroho wakati mwingine ile kwa nini? Yaani jina unalisikia ile Kluivert. Stats zake ndani ya dakika hizo 20 alizocheza. Kashika touches zake na mpira ni mara 9. Mara 6. Mara 9 touches. Okay, Gakpo kakatachi ngapi? Touch ile mara 20. Kacha dakika ngapi? Acha dakika. Unajua Gakpo kwenye kikosi cha Uholanzi cha sasa. Ukiendelea kuvuta kumbukumbu hata mchango wake kwenye kikosi hiki kwenye Euro mwaka 2024. Unaona sasa mnapokwenda alicheza finali dhidi ya Hispania. Ni mchezaji ambaye amejisimika. Sasa ndio maana Liverpool wakamchukua wakati huo. Sio alimchukua Liverpool wakati huo. Hao walikuwa alifanya lakini ipi? Tupo hapa. So amepita. Haya bwana, tunaendelea na mjadala. Wewe niambie au tuambie kupitia page yetu ya Azam Sports kama hiki ninachokisema mimi ni sahihi au anachokisema Ahmed Mlengo kipo sahihi. Baada ya Uholanzi kufanikiwa katika haya, tutaona anapangwa na nani, alafu tuone hayo anayoyazungumza Mlengo pamoja na Lilian kama wapo sahihi au mimi atakuja kwa mkombozi Kluivert. Kwa mkombozi inawezekana kwa sababu hata leo ameingia dakika ya 70. Anaweza akaingia dakika mpaka anaitwa kwenye kikosi. Maana kocha ana mpango naye, ana imani naye. Lakini kwa nafasi ipi? Kwa kuanza kwenye kikosi cha kwanza, kocha hampi hiyo nafasi kwa sababu hata kwenye hizo mechi 3 watu watatu walioanza kwenye nafasi 2 za pembeni, yeye hajaanza hata moja. Kwa kuwa mkombozi inawezekana hata kwenye mchezo unaokuja akatokea benchi hata dakika 85 akafunga hata goli 2 akawa mkombozi. Ndio ya Gakpo ilitokea Euro, bado inakuwa ina shida. Ndio ilitokea Euro kwanza kwenye kikosi cha kwanza. Ngoja tuangalie Tunisia bwana, pamoja na kwamba wameondoka